Miongoni mwa majukumu tuliopewa ni kulinda maisha ya raia na mali zao. Na katika kutekeleza jukumu hili muhimu, tunashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambavyo ninaamini mnavifahamu. Kazi yetu ni kuhakikisha watu wanaishi kwa amani na utulivu, wakiwa hawavunji sheria, lakini wanapovunja sheria washughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Sasa nikiangalia mlio wengi, umri wenu na uzoefu wangu jeshini ndio umri ambao ni wa vijana ambao wanajikuta wametofautiana na sheria, wanatuhumiwa, wanakamatwa na wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini tunaposema maeneo yetu ni tulivu, yako tulivu pia kwa sababu ya mchango wenu nyie mlioko hapa ndani, kwa sababu mnatambua athari za uhalifu, na ndio maana nyie mko mahali hapa mkiwa huru, kwa sababu mnajua ni kitu gani utafanya na utaingia kwenye migogoro na vyombo vya ulinzi na usalama, hususan jeshi la polisi, hasa pale unapokuwa umevunja sheria. Jeshi la polisi tumepewa dhamana ya kupeleleza makosa ya jinai, lakini tumepewa jukumu la kuhakikisha kwamba wale ambao wanatenda uhalifu wanafikishwa mahakamani. Sasa cha kwanza, nimetumwa pia niwahakikishie kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam uko shwari. Uko shwari kabisa. Nyie hamwezi kujua, hamwezi kuamini na hamwezi kufahamu. Lakini sisi ambao kila siku ndio kazi yetu, tunalala, tunaamka, tunajua ni nani ambaye tunamtafuta na tunamtafuta kwa sababu gani. Ni wapi kuna uhalifu, ni aina gani ya uhalifu ulioko mahali hapo, na jinsi tunavyoshughulikia. Nashukuru sana ndugu yangu mchekeshaji ulivyosema, kwa mfano ukatumia neno vishandu. Vishandu ni wale wahalifu ambao wanakuapua mikoba, wanakuapua simu, wakiwa wameshachungulia fursa ya kwamba ile simu inachukulika kirahisi. Ndio uhalifu pia ambao tunapambana nao, hususan katika eneo hili la Kinondoni. Lakini kwa sehemu kubwa tumewashughulikia na kuwadhibiti kwa mujibu wa sheria, kwa ushirikiano mkubwa tunaoupata kutoka kwenu vijana, lakini na sisi wenyewe kwa vikosi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kama nilivyosema kutoka mwanzo. Kwa hiyo niwatake na nikuwaombe kwamba tuendelee kuheshimu sheria, tuzingatie sheria, tukiwa tunakumbuka kwamba uhalifu unatokea kwa sababu pia ya fursa ambayo unaweza kaitengeneza mhalifu akaitumia kufanya uhalifu huo. Lakini pale inapokuwa imetokea, uhalifu umetokea, basi sisi sote tusimame na vyombo vya ulinzi na usalama, hususan jeshi la polisi, katika kuhakikisha kwamba tunauchukia uhalifu kwa kufanya mambo na kutimiza wajibu wote ambao tutakuwa tunahitajika nao, ikiwa ni pamoja na kutoa ushahidi mahakamani. Mkuu wa jeshi la polisi afande wetu Camillus Mongoso Wambura amejitahidi. Tunayo falsafa yetu ya jeshi ambayo tunasema nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Yaani hiyo ndio sisi salamu, ndio kama chakula ambacho tunasisitiziana sana kuhakikisha katika hayo mambo manne niliyoyataja tunayatumia na tunayaishi katika kuhakikisha kwamba maeneo ambayo ametuamini tuwepo yanakwenda vizuri kwa kuzingatia misingi na hiyo falsafa niliyoitaja. Na miongoni mwetu ambaye anakwenda kinyume na hayo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria ambazo tumejiwekea, zile ambazo zinatutawala. Tunazo kanuni,
tunayo miongozo, lakini pia tuna taratibu zetu ambazo mtu akikosea anaadhibiwa. Lakini mambo yote haya yaliwekwa ili kuhakikisha kwamba raia wanaishi vizuri na mali zao. Kama ambavyo mlisikia kama wiki mbili zilizopita, Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Charamira akiwa na washiriki na mimi nilikuwepo katika moja ya siku za Alhamisi kwenye marumbano ya hoja, kwenye kile kipindi wakati ana introduce mkakati wa kufanya kazi katika jiji la Dar es Salaam masaa 24. Tumejipanga kama kanda maalum ya Dar es Salaam kuhakikisha kwamba eneo letu ni salama, tukiwa tunawahakikishia kwamba yale ambayo mlikuwa mnayazungumza hapa ya ujasiriamali yanakwenda na kufanikiwa, kwa sababu jeshi la polisi tupo tukiwa tunashirikiana na wenzetu wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikishia kwamba mtakuwa shwari, mnakwenda kushiriki mambo ya kimaendeleo. Katika kutekeleza haya, jeshi la polisi tunahitaji ushirikiano wenu. Jeshi hili linaundwa na kamisheni. Ipo ya upelelezi, ipo ya ushirikishwaji wa jamii, ipo ya fedha na logistic, ipo ya utawala na nyingine ambazo zimebaki. Lakini nachotaka kusema, ile kamisheni ya ushirikishwaji wa jamii, tunao mpango wetu wa kuhakikisha kwamba kwenye kila kata iliyoko kwenye maeneo yetu, ama tuseme jeshi la polisi, kwenye kata zote kuna watu wanaitwa wakaguzi wa kata. Wana vyeo vya wakaguzi, yani nyota 1 ama 2 kama cheo, lakini kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanashirikiana na jamii kule kwenye grassroots, kujua kero za uhalifu. Wanashiriki mpaka kwenye vile vikao vya kata, vile vya maendeleo ya kata. Ni wajumbe kwenye vile vikao kuhakikisha kwamba kila aina ya kero ambayo iko kwenye jamii wanaipata na kuishughulikia na kuitatua. Wanatoa elimu, wanatangaza kazi zinazofanywa na jeshi la polisi, lakini wale ndio mabarozi pia wa kazi ambazo zinafanywa na jeshi la polisi. Lakini kama kuna kero, basi wanazijulisha na sisi tunazifanyia kazi. Katika kujipambanua na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya jeshi la polisi, zipo namba za simu za viongozi kwenye ubao ambao unakuta uko kwenye kila chumba cha mashtaka kwenye vituo vyetu vya polisi. Ile ni kuhakikisha kwamba mwananchi awaye yote anayefika kituo cha polisi akaona amehudumiwa ndivyo sivyo, basi aichukue ile namba aweze kupiga kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa jambo ambalo halikwenda vizuri. Lakini tumejitahidi sana kuwaelimisha askari wetu, na wenyewe kwa kweli lengo na mwelekeo ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Dar es Salaam wanapata ile huduma ambayo mkuu wa jeshi ameikusudia. Tunavyovitendea kazi, tumewezeshwa na serikali yetu kupitia kwa mkuu wetu wa jeshi la polisi magari na vifaa vingine ambavyo tunavitumia kuhakikisha kwamba wananchi mnakuwa salama. Kwa uzoefu ambao nimekuwa nao, tumekuwa tukikutana kwenye makundi kama haya, kwenye mikutano, kwenye semina mbalimbali. Wananchi wamekuwa wakitoa kero zao. Utasikia mtu anasema ukiingia polisi, hasa ukiwa unatuhumiwa ukaenda mahabusi, unaingia bure, unatoka fedha. Utasikia mwananchi anasema tukitoa taarifa za wasiri kuhusu uhalifu, wapo askari wanavujisha siri hizo. Utasikia mwananchi akisema askari wanatumia lugha mbaya. Utasikia wananchi wakisema tunabambikwa kesi na kadhalika na kadhalika. Utasikia wengine wanasema upelelezi unachelewa. Tunawahakikishia kupitia
kiongozi wetu wa kanda maalum ya Dar es Salaam, na sisi makamanda tunamsaidia. Tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba hizi kero zimeondoka, na imefika hatua kinachobaki sasa ni wananchi baadhi wamekariri. Mtu anaweza akauliza ama akaanzisha hiyo kero niliyoisema, ukamuuliza ni wapi uliipeleka hiyo kero ama ni wapi ilikutokea katika kituo gani, utasikia anasema ninasikia kwa wenzangu. Nimefurahi sana kumuona mwenyekiti pale, kiongozi wa maafisa usafirishaji, naona ametoka, kwa jinsi ambavyo pia tunashirikiana vizuri na kundi hilo katika kuzuia na kupambana na uhalifu, lakini tunawaelimisha sana kuhusu namna ya kuheshimu sheria zile za uhalifu wa kijinai, lakini na usalama barabarani. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu washiriki mlioko mahali hapa, kwa kweli ni jambo zuri sana mnapokutana vijana wa umri wenu kupeana elimu kama hizi. Makosa yapo vituo vya polisi, kuna utapeli mwingine ni ule ambao unaona kabisa hii ni mtu alitamatika, ni Kiswahili, alipata tamaa, hakuwa mtulivu kujiridhisha kabla ya kuingia kwenye huu utapeli wa kutapeli ama kutapeliwa. Niwaambie, kwa umri wenu ukituhumiwa kwa kosa la jinai la uhalifu, ukaingia kwenye vitabu vyetu vya kipolisi na kumbukumbu zetu za kutunza makosa kwamba wewe uliwahi kuwa mhalifu, inachukua muda sana kufutika, kwa sababu unaweza ukatoka mahali fulani, umepata nafasi, wanapotaka kukufanyia wakujue wewe ni nani. Sasa moja pia ya maeneo utakuta ni jeshi la polisi linakusomaje kwenye kumbukumbu. Sasa ukikuta kuna kumbukumbu ambazo ulituhumiwa na pengine ikathibitika na mahakama kwamba wewe ni mhalifu, itakuwa imekukosesha kitu fulani kwenye maisha. Kwa hiyo niwaombe, niwasihi na niwashauri tuendelee kuheshimu sheria kama ambavyo tunaheshimu, na sisi mtatupa moyo zaidi wa kuongeza juhudi za na morali katika kuhakikisha kwamba mnakuwa salama. Na sisi kwa kweli kazi yetu na ambayo tumekula kiapo ni kuhakikisha kwamba mnakuwa salama sana. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha ulinzi huku tukishirikiana. Wakati wote ukiwa na kero, ukiwa na jambo ambalo unahisi linapaswa kutufikia kama jeshi la polisi Dar es Salaam, basi tulipate kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora zaidi na ambayo imetarajiwa. Na baada ya kusema hayo, kwa sababu ya muda na ratiba, kuna mahali na kwenda, na huko nako kwenda ni kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba mkitoka hapa muwe salama, asipatikane mtu wa kupoteza simu au wa kukwapuliwa au wa kufanya uhalifu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye majukumu mengine ya kuimarisha ulinzi. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu akipenda basi tuonane wakati mwingine. Ongeza makofi mengi sana. Ongeza tena makofi ya kutosha kwa Kamanda Mtatiro. Mungu akubariki sana. Kwa kifupi, kamanda ametukumbusha kweli tunastahili kupata michongo na kufanya michongo, ila sio kila mchongo ni mchongo. Sasa hakikisha unachunguza mchongo kabla hujafanya kuwa mchongo kwako, ili usije ukageuka kuwa shida baadaye. Tumpigie tena makofi. Yes. Wakati huu sasa nitambue uwepo wa ndugu yangu, kaka yangu Obi Alpha, nimekuona hapo. Tafadhali punga mkono. Yes. Lakini pia